Kipekee tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya haya yote yanayoendelea Tanzania. Tunajua yote ni matunda ya kodi. Ni matunda ya kodi. Yani nchi imetulia. Uhuru unaongea vizuri, watu wanapata maoni mbalimbali. Nimetembea vizuri kutoka nyumbani mpaka hapa. Miundombinu iko vizuri. Yote ni matunda ya kodi. Kazi kubwa sana. Sisi kazi yetu ni ndogo tu, kwa sehemu tu ya kuwakumbusha Watanzania kuhusu wajibu wao wa kulipa kodi. Na kipekee tuwashukuru sana Global kwa jinsi mnavyofanya kazi. Najua kwa kupitia ninyi wadau mbalimbali wanapata elimu ya kodi. Na sisi kama idara yetu ya elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano tutahakikisha kwamba Watanzania wengi wanapata hii elimu ya kodi. Lakini pia ni kutekeleza matakwa au maagizo ya Mheshimiwa Rais ambao amesema kwamba Watanzania wote wapewe wafundishwe umuhimu wa kulipa kodi. Na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hilo tunalifanikisha. Lakini katika yote leo tumesema kwamba leo tuje kuongelea component moja tu. Najua kodi ziko nyingi. Leo tuongelee tu kuhusu sheria ya kodi ya mapato. Angalau kwa dakika hizi chache, naamini kwamba Watanzania watakuja kutuelewa vizuri na wanajua kwamba kodi zinaenda kwa vipindi. Ukiangalia kodi ya mapato, vyanzo vyake vinatokana na sehemu kubwa tatu. Cha kwanza uwekezaji, cha pili ajira, cha tatu biashara. Najua tukisema kwenye ajira, wengi hapa tuko kwenye ajira. Kile tunachokipata either mwisho wa mwezi, katikati ya mwezi, au yale matunda ya ajira tunachokipata, na sisi tunachangia kodi. Na kati ya sehemu ambao ni watu waaminifu sana, walipa kodi waaminifu sana, ni wafanya kazi. Ambao tunalipa kodi kwa kupitia tunaita kodi ya pay as you earn. Lipa kutokana na unachokipata. Lakini pia kwa waajiri wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wanalipa ile SDL. SDL tunaita ni Skills Development Levy. Mlikuwa mmeongeongea hapa kuhusu VETA. Nani ya zile VETA zinaendelezwa kwa fedha gani? Ni hizi kodi ambazo wanalipa hawa waajiri kwa kupitia kwa wale ambao wanawafanya kazi zaidi ya 10, wanalipa hii kodi ya uendelezaji ufundi stadi pamoja na mikopo ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Yote haya ni matunda ya nini? Ya kodi. Leo tutaelimishana kuhusu hivyo. Lakini ukija kwenye uwekezaji, watu tumewekeza kwenye shares, tumewekeza kwenye ardhi, yale uwekezaji ule tumewekeza kwenye madini, yale ni matunda ya nini? Zile ni vyanzo vya kodi ya mapato pia. Pia kuna kodi pale. Bwana Muya anajua kwamba zile share zako zile kwenye ile kampuni fulani, mwishoni mwa mwaka ukipata, wewe baada ya ipata ile gawio, tunaita dividend. Wewe unapata kama umeona kwenye account imesoma pale, tayari kodi imeshakatwa kule. Ile kodi inayokatwa kule, tunasema kodi inayotokana na nini? Na uwekezaji. Lakini tukija kwenye hii ambayo tutatumia angalau muda, kodi inayotokana na biashara. Ambapo kodi inayotokana na biashara either ni natoa na nunua na kuuza bidhaa au natoa huduma. Hizo tunasema ni nini? Ni chanzo cha mapato kinachotokana na nini? Na biashara. Lakini unaweza ukaniuliza kwamba hivyo viwango vya kodi ambavyo viko huko ndani vimekaaje? Hapo kwenye nani? Na mwingine anaweza kaniuliza mfano leo nikafungua biashara. Nikifungua tu biashara TRM mnani tight. Sheria imekaaje? Sheria ya kodi ya mapato au sheria pamoja na sheria ya usimamizi wa kodi na kuambia kwamba kwa wewe Mtanzania ambaye unafungua biashara yako, hakikisha kwamba isipite siku 15 uwe tayari umeshajisajili ndani ya mamlaka ya mapato kwa ajili ya kupata namba utambulisho wa mlipa kodi. Ambao tunajua kwamba hiyo namba inatolewa kwa shilingi ngapi wanamushi? Tini inatolewa shilingi ngapi? Bure kabisa ile. Ni bure kabisa. Na unapata mtandaoni kabisa. Na unaweza kukata mtandaoni kwa kutumia ile website ya taxpayer portal ya TRA. Kabisa. Ukiona hivyo basi maana kazi yangu mimi ni ndogo. Kama wadau mnajua mpaka tini tunaelewa. Lakini Watanzania wajue kwamba kwa kupitia namba yako ya NIDA, kwa kupitia ile lango la mlipa kodi ambayo tunaita taxpayers portal, unaweza ukajipatia namba utambulisho wa mlipa kodi ambao ni bure kabisa. Na ukumbuka hata juzi kuna mfumo mpya wa usajili. Tutakuja kuongea hapa. Wa usajili wa vyombo vya moto pamoja na leseni za udereva. Ili kuingia kwenye ile lango ili uweze kuhuisha leseni yako, muhimu lazima uwe na namba
utambulisho ya mlipa kodi ambao ni TIN. Kwa hiyo TIN ni na matumizi mbalimbali na matumizi mengi. Na hapo pia wafahamu kwamba TIN ile ni ya biashara kwa sababu kuna ile non business lakini kuna business. Sasa hapo tunazungumzia ile ya biashara. Yes. Kwa hiyo kama ulivyosema TIN zimegawanyika katika sehemu kuu mbili ambao ni TIN kwa ajili ya matumizi ambao ni ya biashara na nyingine ya kwa matumizi ambao si ya biashara. Sio kawa na kioski changu mtaani mimi nilipata TIN kwa ajili ya leseni ya udereva nikaenda kuitundika pale. Nasema mimi tayari shamalizana na TRA, mimi tayari na TIN. Ile TIN ulipata kwa ajili ya drivers license. Na kipekee tu mshukuru sana kamishna mkuu. Najua juzi alitoa yale mafanikio ya serikali hii ya mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka 4. Ukiangalia tumepiga hatua kubwa sana kwenye ukusanyaji wa mapato. Ukiangalia zile takwimu, idadi ya walipa kodi, lakini pia na ile status au position ya walipa kodi, jinsi uhiari wa walipa kodi au walipaji kodi ambao sasa hivi umeongezeka. Kwa mwenyekiti nimeambia hapa kuna ni kamati. Ndio, hii kamati mwenyekiti. Sasa tukiongelea kuhusu hizi kodi zinazotokana na biashara. Ndio. Kwa wale ambao wana jinsi ya utozaji kodi ni vyema Watanzania wakajua kwamba kwa wale ambao biashara ambao ni biashara hizi ndogo zenyewe tatozwa kodi kutokana na mzunguko wa biashara zao. Hapo sio mtaji, mzunguko wa biashara. Kwa mfano kama lese mimi nikafungua biashara yangu, mzunguko mauzo yale kwa mwaka nikipiga mahesabu hayazidi milioni 4. Maana yake mimi nitakuja TRA, ndio tutakaa kwenye meza na afisa nitamuelezea uhalisia wa biashara yangu. Mauzo kama hayazidi milioni 4, maana yake kodi yangu mimi nitalipa kodi katika kiwango cha 0. Maana yake nitapewa nil assessment. Mara nyingi sana ni wale ambao wanaanza biashara. Ila kwa wale ambao mauzo yakishazidi milioni 4 somewhere mpaka milioni 7, huyo atalipa kodi katika kiwango cha 100,000. Na hiyo 100,000 na yenyewe unalipa kwa awamu. Au kwa ile lugha yetu ya kule Usambani tunaita installment. Kuna installment ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4 tunamalizia mwezi wa 12 kama tulifanya ile mwaka jana. Kwa hiyo mauzo yakizidi milioni 7 mpaka milioni 11, huyu atalipa kodi katika kiwango cha 250,000. Maana kila miezi mitatu atalipa shilingi 62,500 na kuendelea mwezi wa 6, wa 9 na kuendelea. Kwa wale ambao mauzo yao ni zaidi ya milioni 11, somewhere mpaka milioni 100, hawa tunamwambia sasa wewe tunaomba utumie mashine ya kielektroniki ya EFD katika kutoa nini? Risiti zako. Na huyu anaweza akajikadiria yeye mwenyewe. Anapiga tu 3.5% ya yale mauzo yake ndio kodi yake. Kwa hiyo unakuja TRA wenzako wakifurika kwenda wewe ushajua cha kulipa. Na ndio maana tukasema kwamba TRA kama mnakumbuka kwamba tulisema kwamba kuna vitu vitano ambao tunavisisitiza. Sasa hivi tumeongeza na cha 6. Sasa tukisema vitu vitano kuna timu ilikuwa inakumbuka goli 5. Ndio. Tuseme kwamba ndio tukaongeza cha 6 ili tusikumbushane. Nasema ya kwanza hakikisha biashara yako imesajiliwa. Ndio. Maana yake una namba utambulisho wa mlipa kodi. Ya pili hakikisha umepata au una makadirio ya kodi au umewasilisha return au uwasilishaji wa return. Na kama sasa hivi mwenyekiti tarehe 31 mwezi huu wa 3 ni tarehe ya mwisho ya kulipa na kuwasilisha makadirio yako. Unapata makadirio yako ya mwaka 2025. Kisha unalipa kodi ya awamu ya kwanza. Kwa jambo letu la ngapi? La pili. La 3 ni malipo ya kodi sasa. Si baada ya makadirio ushajua kwamba natakiwa nilipe kiasi gani. Ulipe hiyo kodi sasa kwa wakati. Ndio. Jambo la 4 ni utunzaji wa kumbukumbu zako. Tunaita record keeping. Unaona. Jambo la 5 ni matumizi sahihi ya mashine za kielektroniki za EFD. Zamani tulikuwa tunaishia hapa. Lakini sasa hivi tunaongeza jambo la 6 ni ushirikiano na mawasiliano na mamlaka ya mapato. Kwa sababu gani? Leo biashara yangu iko Sinzamori. Nikafungua tawi lingine kule Bunju. Nikafungua tawi lingine kule Muleba. Natakiwa nitoe taarifa kwa mamlaka ya mapato ili waweze kunipatia kitu kinachoitwa branch TIN ya nini? Ya biashara yangu. Ili kwamba sababu tax point inatakiwa moja. Kuna vituo vya mafuta tushavizoea kuvitaja majina, sio sheri. Vituo vya mafuta. Dar es Salaam ana tawi. Dar es Salaam ni makao makuu. Lakini barabara all the way mpaka Tunduma na vituo yule analipa kodi tax point ni sehemu moja. Kwa kule tunampa tu ni branch TIN. Kwa si ruhusa kufanya biashara labda zaidi ya kuweka biashara zaidi ya sehemu moja ukatumia
tunaita nini, cheti kimoja cha tini. Unatakiwa tini ni ile ile, ila tunakupa branches, tunakupa matawi, tini ya tawi. Tini ya tawi ni lazima kwa wale wenye biashara zaidi ya moja, na mmiliki ni nani? Ni mmoja. Na hapo nimeona wafanyabiashara wengi walikuwa wanahitaji elimu, kwa sababu unakuta ukimuuliza kwamba wewe mbona una maduka mawili lakini unatumia tini moja, sema mimi nikishakadiriwa huku, kwa sababu hili si duka moja, jina ni moja, kwa hiyo haina shida, mimi nimeshamaliza. Kumbe hiyo bado pia anatakiwa aje aripoti ili apate tini branch. Na uzuri sasa hivi kwenye mtandao unaweza ukaomba wewe mwenyewe kupata nyongeza ya nini ya tini, si tuka approve wewe na sasa hivi kila kitu ni kidigitali. Tumemwona Waziri Kivuri aliotoka hapa amesisitiza sana masuala ya digital. Hata asubuhi nilikuwa nasikiliza redio moja tu, tulikuwa namsikiliza balozi wa Tanzania visiwa vya Komoro. Naye akasema kule kuna fursa sana ya nini, ya digital. Na sasa hivi hata TRA na sisi tumeenda kidigitali zaidi. Zamani nafuatilia leseni yangu imeisha muda wake. Kwa hiyo naifuatilia hapa, lakini naona mambo yote mtandaoni. Sasa hivi ni wewe mwenyewe kwa kutumia